Miongo kadhaa iliyopita, Rudyard Kipling aliandika shairi lililoitwa If. Imeandikwa kama ushauri wa baba kwa mwanawe kuhusu maana ya kuwa mwanaume. Mstari wa mwanzo, labda ndio maarufu zaidi, unaonyesha sifa hii moja muhimu. Anasema kwa ufanisi, wewe ni mwanaume kama unaweza kutulia wakati wote walio karibu nawe wanapoteza utulivu na kukulaumu wewe. Bema, kama kulikuwa na mtu yeyote ambaye alikuwa akitunza kichwa chake wakati kila mtu karibu naye alikuwa akipoteza chao, alikuwa ni Mtume Paulo. Lakini sasa tunapoanza safari ya leo kuingia katika Matendo sura ya 23, tutajifunza kwamba hata Mtume Mkuu Paulo alipoteza utulivu wake angalau katika tukio moja. Sasa kumbuka, Paulo ameeleweka vibaya. Ametukanwa na hata Wayahudi walioamini katika kanisa na kisha hekaluni. Wapinzani wake Wayahudi walimzushia mashtaka ya uongo na umati ukakusanyika, ghasia zikazuka na Paulo akapigwa kabla ya kuokolewa hatimaye na askari wa Rumi. Sasa sura ya 23 inapoanza, kamanda wa Kirumi ameamua kumkabidhi Paulo kwa Sanhedrini. Hiyo ndiyo mahakama kuu ya Israeli. Atapewa nafasi ya kusikilizwa, na Paulo anaanza kujitetea mbele ya mahakama hiyo kuu sasa hapa kwenye mstari wa kwanza. Hivi ndivyo anavyosema: ndugu zangu, nimeishi maisha yangu mbele za Mungu kwa dhamiri njema hadi leo. Sasa wapendwa, Paulo hasemi kuwa yeye ni mkamilifu hapa. Anasema tu kwamba ameweka hesabu fupi na Mungu ili yeye dhamiri yake iwe safi. Acha nikuambie juu yake, hasa unapomtumikia Bwana na kukutana na magumu, kwa kweli hakuna mto laini wa kulaza kichwa chako usiku kuliko dhamiri safi. Sasa pamoja na hayo, Paulo ghafla na badala yake anakatishwa kijeuri na kuhani mkuu Anania. Anaamuru askari aliyesimama karibu kumpiga Paulo usoni, mdomoni. Zaidi ya hayo, alikasirika kwa sababu Paulo aliwaita ndugu zake. Anazungumza nao kama wenzake. Naam, ngoja nikuambie. Ngumi hiyo ni kiberiti ambacho huwasha fuse ya Paulo. Saa 24 zilizopita zimekuwa ngumu kwa Paulo. Huenda bila usingizi wowote, labda hajala chochote na sasa ana pua au mdomo wenye damu. Katika mstari wa 3 anasema, Mungu atakupiga wewe ukuta uliopakwa chokaa. Je, unaketi kunihukumu kwa mujibu wa sheria na bado kinyume na sheria unaamuru nipigwe? Naam, Paulo yuko sahihi kabisa kwamba kuhani mkuu anavunja sheria kwa kuamuru apigwe bila kusikilizwa kwanza. Na Paulo anaposema, basi Mungu atakupiga, hebu nikuambie, hiyo ni onyo la kinabii. Kwa kweli, tunajua kutoka kwenye historia kwamba huyu kuhani mkuu atapata kifo cha kikatili siku zijazo. Basi baadhi ya waliokuwa pembeni wakamwambia Paulo hapa katika mstari wa 4, je, utamtukana kuhani mkuu wa Mungu? Inaonekana kwa sababu fulani Paulo hakumtambua Anania. Na unajua anafanya nini? Anaomba msamaha haraka kwa maneno yake ya hasira dhidi ya ofisi kuu ya kiroho katika nchi. Anakubali, anakiri kwamba hakuwa amejibu kwa usahihi. Naam, kiburi chake mwenyewe kilikuwa kimeumizwa. Usisahau mpendwa, Paulo si mkamilifu. Halo yake inaweza kupotoshwa haraka kama yako na yangu inaweza. Kwa kweli, uthibitisho mmoja wa uongozi wa Biblia ni kwamba haifanyi makosa. Inaonyesha mashujaa wa imani kuwa wametengenezwa kwa udongo ule ule kama sisi leo. Hivyo, tuhakikishe tunafuata mfano wa Paulo kwa kukiri haraka, kuomba msamaha haraka kwa majibu yake makali. Sasa mstari wa 6 unatueleza kwamba Paulo alitambua kuwa sehemu moja ya Sanhedrini walikuwa Masadukayo na wengine walikuwa Mafarisayo.
Naam, tunajua kwamba Masadukayo walikataa mafundisho mengi ya kibiblia, ikiwemo ufufuo wa wafu na hata kuwepo kwa malaika. Lakini Mafarisayo waliamini katika malaika na ufufuo, lakini walikuwa wanajaribu kushika sheria kama njia ya kufufuliwa kutoka kwa wafu na kuingizwa katika ufalme wa Mungu. Hivyo Paulo anafanya jambo la kuvutia hapa. Anatangaza katika mstari wa 6 kwamba yeye ni Mfarisayo na anashtakiwa kwa ajili ya tumaini na ufufuo wa wafu. Sasa hilo ni kweli kimsingi, lakini tamko la Paulo mara moja linawasha mjadala huu ubishi kati ya Masadukayo na Mafarisayo kuhusu uhalisia wa ufufuo. Na baadhi ya Mafarisayo wanaanza kumtetea Paulo. Basi inapoonekana kwamba wataanzisha vita vya wenyewe kwa wenyewe pale mahakamani, askari wanakuja tena, wanamtoa Paulo na kumrudisha kwenye kambi ya Warumi. Sasa baadhi ya wasomi wa Biblia wanaamini kwamba Paulo alitumia mbinu ya ujanja hapa ili kuleta vurugu, kwa kuwa hangeweza kupata kesi ya haki hata hivyo. Wengine wanaamini kwamba alikuwa anawavutia Mafarisayo angalau waelewe msingi wa mafundisho yake ya Injili. Basi hatuwezi kujua kwa uhakika. Kwa kusema kweli, Paulo huenda alikuwa anafanya yote mawili. Lakini kwa vyovyote vile, Paulo hakika alikatishwa tamaa. Alikuwa ametarajia kujitetea kuhusu imani yake mbele ya Sanhedrini. Mlipuko wake wa hasira ulikuwa umevuruga kikao na kugeuza kuwa mabishano, na hatimaye, unajua, kila mtu alikuwa anapigiana kelele. Kwa hiyo nadhani mtume aliyekata tamaa sasa ameketi chini ya ulinzi wa Warumi usiku huo, labda akiwa hawezi kulala. Lakini sikiliza hili. Mstari wa 11 unatueleza hapa, Bwana akasimama karibu naye akasema, jipe moyo, kwa kuwa kama ulivyoshuhudia mambo kunihusu huko Yerusalemu, ndivyo itakupasa kushuhudia pia huko Rumi. Kwa maneno mengine, Paulo, jukumu lako bado halijaisha. Bwana anathibitisha ushuhuda wa Paulo hapa Yerusalemu, na sasa anaahidi kwamba atashuhudia katika mji wa Rumi. Sasa hili ni kumbusho zuri, wapendwa, kwamba huduma ya Paulo, kama ilivyo yako, haijalishi ni ipi, sio kuhusu, unajua, kujibu kikamilifu au kushuhudia kwa uaminifu kila wakati. Utakosea wakati mwingine, lakini huduma ya Paulo sio kuhusu uaminifu wake. Ni kuhusu uaminifu wa Mungu. Ndiyo, Mungu anataka tuwe waaminifu. Hataki tupige kelele kwa watu. Na inakatisha tamaa tunapomkosea, lakini habari njema ni hii. Hakuna kushindwa ambako ni mwisho, na hata pale ambapo sisi si waaminifu, Mungu atabaki kuwa mwaminifu daima. Sasa mstari wa 12 unasema kwamba baadhi ya wanaume Wayahudi hapa waliapa kwamba hawatakula wala kunywa mpaka wamemuua Paulo. Fikiria aina hiyo ya kiapo. Wanaapa kwamba hawatakula chakula kingine chochote mpaka wapate kumkamata Paulo na kumua. Lakini ngoja nikuambie, watapungua uzito sana. Lakini huu hapa ndio mpango wao. Kamanda wa Kirumi ataombwa amlete Paulo kwa Sanhedrini. Watamhoji tena zaidi, lakini njiani kwenda huko, hawa wauaji watamvizia na kumua mtume Paulo. Sasa mistari inayofuata inaelezea jinsi kupitia mambo yanayoonekana kama bahati, au wengine wanavyoweza kuita, tunajua Mungu yuko katika udhibiti kamili, maisha ya Paulo yatakingwa. Tunachokiona hapa ni mkono wa Mungu ukifanya kazi kwa siri kuhakikisha neno lake kwa Paulo linatimia, kwamba Paulo atafika Roma akiwa hai. Sasa tukio la kwanza linaloitwa bahati linaonekana hapa kwenye mstari wa 16. Paulo anampwa mjini, na kwa bahati nzuri anajikuta mahali sahihi kwa wakati sahihi, na anasikia njama hii. Anampelekea Paulo habari hizi haraka. Akida wa Kirumi, kwa bahati nzuri pia, anapatikana na yuko tayari kumpeleka mpwa wa Paulo kwa kamanda.
Hiyo iko kwenye mistari ya 17 na 18. Kisha tukianza hapa kwenye mstari wa 19, tunasoma kwamba huyu kamanda Claudius Lysias kwa kweli anachukua taarifa hizi kwa uzito. Badala ya kupuuza maneno ya mpwa wa Paulo, anamwamini na anaamua kumlinda Paulo kwa gharama yoyote, jambo ambalo si la kawaida sana. Basi anavuruga njama hiyo kwa kumchukua Paulo usiku huo huo hadi Kaisaria chini ya ulinzi wa askari 400 wa Kirumi, na ngoja nikuambie, huo ni mwendo wa maili 55. Huyu kamanda hata anachukua muda kuandika barua kwa Feliksi, gavana wa Kirumi, akielezea hali ya Paulo na hata kuonyesha huruma fulani kwake Paulo. Kwa hivyo, Paulo anawasili siku inayofuata huko Kaisaria. Gavana Feliksi anasoma barua hiyo kisha anamwambia Paulo hapa kwenye mstari wa 35, nitakusikiliza pindi washtaki wako watakapofika. Kwa maneno mengine, nitakulinda na nitakupa kesi ya haki. Unaona, kupitia matukio haya yote Mungu yuko kazini. Anawasukuma watu na hali mbalimbali ili kuhakikisha kwamba Paulo anatimiza huduma yake kwa ajili ya Yesu Kristo. Sasa kile ambacho haya yote yanatufunulia ni kwamba kazi ya Mungu haiwezi kusimamishwa hata tunaposhindwa. Anajua njama za siri za adui, lakini hakuna kinachoweza kuharibu mipango ya mwisho ya Mungu. Na niongeze hili kwamba hakuna chochote na hakuna mtu anayeweza kuchukua maisha yako bila kibali cha Mungu kwa mujibu wa mpango kamili wa Mungu. Nini jukumu letu? Jukumu letu ni kutembea na Mungu leo na kumwacha ashughulikie mengine yote. Naam, mpaka tutakapoanza safari tena wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote. Amina.